Dabi imepangiwa tarehe nyingine. Ulitegemea kukiona hichi kitu ama kimekuja by surprise? Binafsi kitu hiki nilikitegemea kutokana na upande mmoja kutokuwa tayari kwa mchezo husika. Na miongoni mwa vitu ambavyo nilibahatika kuvisikia kabla kuendea tarehe 15 kwa maana siku ya Jumapili, afisa habari kwa maana Dar es Salaam Africans Ali Shabani Kamwe, kama matakwa yao yatakwenda kutimizwa, basi wapo tayari kucheza mchezo, lakini si kwa tarehe ile, kwa maana tarehe 15, kwa maana kwamba wapo tayari kucheza dabi lakini isogezwe mbele. Kwa hivyo ni kitu ambacho mimi nilikuwa nakifikiria, kwa sababu siku zote kama unaamua jambo ama umepanga jambo, basi lazima kuwe na makubaliano ya pande zote. Kwa hivyo kama sehemu moja inataka hivi na ni miongoni mwa upande muhimu kuelekea jambo fulani, basi huna budi kutekeleza kile ambacho kipo. Baada ya kupangwa tarehe 15 kutokana na mchezo huu utafanyika katika siku ya tarehe 8 ya mwezi wa 3, Young Africans waligomea kutocheza kabisa huu mchezo. Lakini pia baada ya kuwa kuna taarifa ambazo zinadai huenda pia dabi inaweza kupangiwa tarehe nyingine, Simba nao walitoa taarifa endapo ikitokea dabi hii itakuwa na mabadiliko ya tarehe, basi nao hawatokuwa tayari kucheza mchezo huu. Tumeiona taarifa imetoka kuwa dabi ni tarehe 25. Young Africans ndio pekee ambao wameposti ama kuchapisha taarifa kuonyesha kwamba watacheza mchezo huu katika tarehe husika. Simba mpaka hivi sasa wako kimya. Tutegemee kuwaona Simba nao wakiendelea kubaki na msimamo ambao tayari walishauelezea wa kusema mchezo huu ukipangiwa tarehe nyingine hawatocheza. Jambo kubwa ni kwamba miongoni mwa vitu ambavyo vilikuwa vina ushawishi Young Africans kucheza mchezo huu kwa maana nambari 184 ni matakwa yao kutekelezwa. Miongoni mwa matakwa yao kutekelezwa ni mwenyekiti wa bodi ya ligi kwa maana ya Steve Mguto kujiuzulu, lakini pia yule tunasema Almas Kasongo, afisa mtendaji mkuu, yeye pia naye kuondolewa kwa maana kujiuzulu, lakini kwa mujibu wa taratibu na kanuni kwamba yeye hana jukumu la kujiuzulu. Yeye kwa kuwa ni mtu ambaye anateuliwa, basi mwenye mamlaka yake ambaye ni Wallace Karia, yeye ndiye amemsimamisha kazi kutokana na yale matakwa ambayo yalikuwa katika sehemu ya kuendea yale tunasema zile goals ama malengo ya Dar es Salaam Africans.